وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعباد الذي جاهد في الله حق جهاد، وعلى أهله الطاهرين وعلى آله الكرام وأصحابه الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والسياسة والاجتماع والاقتصاد، فجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد يوم يقوم الناس لرب العباد. أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته أيها الأعزاء. يقول ربنا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا اللهم اجعلنا من الفائزين. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema zisizo na kifani kipenzi chetu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kumshukuru Allah zaidi na zaidi kwa kutuwezesha kuendelea kuwa hai katika mwezi mtukufu wa Muharram. Wenzetu wengi walitamani kuwa hai, lakini Allah hakuwapa nafasi hiyo. Wengine saizi wanazikwa, wengine ndo wanakata roho, wengine saizi ndo wanafanywa maandalizi ya kuelekea kuzikwa. Sisi tuko hai, tumshukuru Allah tabaraka wa taala. Hutuba yangu leo tatanguliwa na maneno ya wanazuoni, nasema la yajuzu ta'khirul bayan fil waqti alhaja. Wanazuoni wa usul fiqh wanasema katika kaida au katika kanuni ya kiusuli inayosema la yajuzu ta'khirul bayan, haifai kuchelewesha kuleta ubainifu fil waqti alhaja, katika wakati ambao inahitajika kuleta ubainifu. Yani ikiwa kuna haja ya kuleta ubainifu wa jambo, basi haifai kuchelewesha kuleta ubainifu wa jambo hilo. Kwa kaida hii ya kiusuli ndio utaona kwamba hutuba zinafaa ziwe matukio yanayotokea katika mwezi, katika wiki, kwa sababu majambo yanapotokea yanahitaji ufafanuzi wa Uislamu, ufafanuzi wa hukumu za kisheria. Kwa hiyo ni vema makhatibu wakawa wanafuatilizia taarifa zinazoendelea au mambo yanayotokea ili kutolea ufafanuzi wa Kiislamu. Kwa hiyo leo katika hutuba yangu itatanguliwa na aya ya Allah tabaraka wa taala anaposema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Allah tabaraka wa taala anasema innal muluka, hakika ya wafalme, idha dakhalu qaryatan afsaduha, wanapoingia katika mji, katika nchi, wanafanya ufisadi, wanaharibu mji huo, wanaharibu nchi hiyo. Waja'al a'izzat ahliha adilla, na sio kufanya uharibifu tu, bali wale wenyeji wa nchi hiyo au wakazi wa eneo hilo wanawafanya ni watu madhalili na kuwakandamiza. Wakadhalika yafalun, na hivyo ndio wanavyofanya. Katika nchi ya South Africa tunajua miezi miwili mitatu kumeendelea kutokea vurugu ya wenyeji wa South Africa kuwafukuza Waafrika wenzao, wakiwaita ni wageni, wahamiaji haramu. Ni jambo ambalo linaendelea katika kampeni inaitwa Dudula Operation. Kuna operation inaendelea South Africa inaitwa Dudula Operation. Hii Dudula Operation ni operation ya kuwafukuza wageni wote walioingia South Africa warudi makwao, na hiyo operation inaendeshwa na kikundi kinaitwa Machimachi. Machimachi wamefanikiwa kuwashawishi raia wa South Africa, na wakishirikiana na kikundi chama cha kisiasa cha mlengo wa kulia chenye msimamo mikali kuweza kufanya kampeni kama hii, kuwafukuza wageni waliotoka nje South Africa, walioingia South Africa kutafuta maisha, kwa kuwaita kwamba ni wahamiaji haramu, kwa sababu tu hawana vibali kwa kuishi katika maeneo yale. Hili ni tatizo kubwa sana, tatizo ambalo linausibu ulimwengu leo. Yaani unadiriki kumwita Mwafrika mwenzio mhamiaji haramu. Mtu ambaye ni ndugu yako katika rangi na asili moja unamwita mhamiaji haramu. Sasa hii operation imesababishwa na takwimu zifuatazo. Idara ya uhamiaji South Africa
inaonyesha kwamba mwaka 1996 South Africa ilikuwa na wahamiaji 2.1%. 2.1% mwaka 1996. Wahamiaji wote au wanawaita haramu na wasiokuwa haramu wanatengeneza 2.1%. Lakini mwaka 2022 idadi ikaongezeka, ikawa idadi ya wahamiaji South Africa ni 3.9%, ambao sasa na wageni milioni 2.4 ndani ya South Africa. Kwa hiyo ikawashtua kwamba wageni wameongezeka, wamefika milioni 2.4. Kwa hao wageni wanachukua ajira zetu, wageni hawa wanafanya maisha yetu yawe magumu. Kwa hiyo akaamua kuanzisha hii operation ambayo inaitwa Dudula. Operation hii ikawa sio tu kutaka wageni waondoke, bali hawa machimachi, wanasiasa mlengo wa kulia na wa South Africa wengine wakawa wanavamia maduka, wanavamia sehemu za biashara, na sio za wazungu, ni za Waafrika na wa Asia na wa Pakistani. Wanavamia maeneo hayo, wanavunja maduka, wanachukua bidhaa, wanashambulia watu na wameua watu kadhaa. Mmoja naangalia Al Jazeera, Mpakistani mmoja anasema yeye ametoka Pakistani amekuja kuwekeza South Africa, lakini duka lake limevunjwa, amechukuliwa bidhaa zake zote, yeye anauza simu na laptop, vyote vimechukuliwa. Kwa hiyo hana kitu, amebaki mweupe maskini, hana kitu. Hii ni hali mbaya sana ambayo inaendelea katika maeneo ya South Africa, na baadhi ya nchi zikaamua kupeleka ndege kuchukua raia zao. Mfano nchi ya Nigeria imepeleka ndege, Ghana imepeleka ndege, Zimbabwe imepeleka ndege, Malawi, hizi zote zimechukua raia zao, na Msumbiji, kwa sababu ya hatari iliyopo. Watu wanavamiwa, wanavunjiwa maduka yao, wanapigwa, wanauawa. Kule kwetu Buguruni kijana mmoja alikuwa huko South Africa, amepigwa, ameuawa, ni mkazi wa mtaani kwetu pale. Kwa hiyo hii ni hatari kubwa ambayo ipo inaendelea katika eneo la South Africa. Sababu gani zinapelekea kuzuka mambo kama haya? Kuna sababu nyingi, lakini moja wanasema ni huduma duni za umma. Yaani hawa raia wanaamua kutaka wageni waondoke kwa sababu ya huduma duni za umma. Sababu ya pili, ukosefu wa ajira. Sababu ya tatu, umaskini. Sababu ya nne, uhaba wa huduma za afya, elimu. Katika ukosefu wa ajira, takwimu zinaonyesha vijana kuanzia miaka 15 mpaka 24 wapatao 60.9% hawana ajira. Vijana kuanzia miaka 15 mpaka 24 ambao sasa na 60.9% ni jobless, hawana ajira leo South Africa. Hawa ni wazawa, sio wageni. 60.9% hawana ajira ndani ya South Africa. Hii haijaja kwa bahati mbaya, haijaja kwa bahati mbaya, imekuja kutokana na aya tuliosoma, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Wafalme wanapoingia katika ardhi, katika nchi, wanafanya ufisadi na huwafanya wale wazawa wenyeji kuwa watu duni na kuwakandamiza. Kivipi? South Africa ni eneo ambalo limepata kukaliwa na wakoloni aina mbili, Waholanzi na Waingereza. Lakini katika wakoloni wao aina mbili, wa kwanza kuingia ni Mholanzi. Mwaka 1652 Waholanzi waliingia South Africa katika rasi ya Tumaini Jema, wakaona eneo zuri, wakaamua kuweka makazi. Mwaka 1806 Uingereza wakachukua eneo lile. Baada ya kugundulika dhahabu mwaka 1867 mpaka mwaka 1886 kugundulika almasi na dhahabu katika maeneo yale, ikawa sasa rasmi Waingereza wanatawala eneo la South Africa. Wakajitahidi makabila ya Khoikhoi na Wazulu kuungana kutengeneza alliance kupambana na Waingereza, wakashindwa. Ndio wengine Shaka Zulu wakakimbilia huko, akina Zwangendaba
baada ya kushindwa maeneo ya South Africa yakawa chini ya utawala wa Uingereza rasmi. Kwa Uingereza akawa anadominate, anasimamia uchumi wa South Africa tangu enzi hizo mpaka leo hii. Wazungu ndio wanachukua utawala kiuchumi, kisiasa, wao ndio wana nguvu ndani ya South Africa. Wazungu rasilimali zote wanasimamia wao, madini aina zote South Africa wanasimamia wao, mashamba makubwa wanachukua wao, ardhi zote wamiliki wao, majiji makubwa yote Johannesburg, Durban, yote ni ya kwao wao. Waafrika wametengwa huko maeneo duni kabisa, Soweto huko South West Town, maeneo duni yote yale ndio wanakaa Waafrika South Africa. Lakini maeneo yote majiji makubwa unasikia Joburg, sijui Durban, huko wote ni wazungu ndio wamechukua ardhi kubwa, mashamba, uchumi wanamiliki wao. Mwaka 1994 wakakomesha sera ya ubaguzi wa rangi, lakini haijaisha. Bado Waafrika wanapitia idhilali, wa South Africa wale weusi wanapitia idhilali katika nchi yao kwa sababu ya utawala wa kifalme wa Uingereza ambao mpaka leo unatawala maeneo yale. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzat ahliha adhilla, hakika wafalme wanapoingia katika mji wanafanya ufisadi, wanawafanya wale wenyeji kuwa madhalili na kuwakandamiza. Wakadhalika yafalun, na hivyo ndio wanapofanya. Kwa Waingereza kupitia ufalme wao bado nainyonya South Africa, kiasi kwamba leo kutokana na uchumi kumilikiwa na wazungu, wa South Africa weusi wamebakia kuwa wanafanya matukio ya ajabu sana, na inafanya jela nyingi kujaa wa South Africa wale weusi. Takwimu zinaonyesha jela za South Africa zimejaa wa South Africa 70%. Yaani jela za South Africa waliokuwa wengi gerezani ni wa Saudi weusi ndio wamejaa magerezani 70%. 20% ni wazungu. 9% ni watu wenye rangi mchanganyiko wageni, na 1% Wahindi. Kwa ukijumlisha zote zina 100%. 70% wa South Africa weusi, 20% wazungu, 9% wageni wenye rangi tofauti tofauti, na 1% Wahindi ndio wamejaa katika jela za South Africa. Sababu gani zimefanya Waafrika weusi wa South Africa wajae majela? Sababu zifuatazo zinatajwa kuwa ndio sababu inayofanya wa South Africa wengi wajae majela. Mfumo wa uchumi umewanyima fursa wa South Africa weusi, wanasoma na maliza vyuo wapate ajira. Makampuni yote makubwa, madini, wote wamejaa wazungu. Vyanzo vyote vya uchumi vikubwa wanamiliki wazungu. Sasa kutokana na hali kama hii, umiliki wa ardhi, Waafrika wengi wanaishi katika maeneo duni yaliyotengwa. Kipato, wazungu wengi bado wanashikilia nafasi za juu kwenye uchumi na kwenye siasa wanashikilia wazungu. Hii imepelekea Waafrika hawa sasa wa South Africa, kwa kuwa wamebanwa katika uchumi, wameamua kufanya matukio ya uhalifu. Kama yapi? Biashara madawa ya kulevya. Kwa wale wa South Africa weusi wameamua kujiingiza kwenye biashara drug, wanauza madawa ya kulevya wapate pesa. Lakini pia kumiliki silaha kinyume na sheria. Wanamiliki silaha, wanavamia maduka, wanaua, kawaida South Africa kuuawa mtu kawaida, kupiga risasi kuuawa kawaida, kupola mali kawaida, kwa sababu hao wa South Africa weusi hawajapewa nafasi ya kumiliki uchumi kama wazungu. Mabepari wazungu ndio wamemiliki uchumi wa South Africa. Lakini pia kuna uvunjaji wa nyumba na wizi. Miongoni mwa makosa wanayofanya wa South Africa weusi wengi waingie jela. Lakini pia utapeli na ufisadi. Utapeli kupitia mitandao, wizi wa mitandao, kuiba pesa kwenye mabenki kupitia mitandao na kwenye akaunti binafsi kupitia mitandao. Wengi wamekamatwa kwa makosa hayo wa South Africa weusi. Kwa haya yote yanotokea South Africa, sababu kubwa iliyofanywa mpaka kutokea mambo kama haya ni mkataba mbovu alioingia Mandela na wazungu. Wengi wanamsifia Mandela, lakini Mandela ndio sababu ya shida wanayopata South Africa weusi. Mandela kabla ya kuachiwa gerezani alikuwa anafuata sera za kikomunisti, sera za kijamaa. Yeye
Samora Machel wa Msumbiji walikuwa wanafuata sera za kijamaa. Mandela baada ya kuwa anafuata sera za kijamaa akaitwa gaidi, akafungwa jela na Waingereza. Mandela akabadilika sasa, akaamua kuacha sera za kijamaa na kufuata sera za kidemokrasia, ndio akaachiwa gerezani. Hakuachiwa hivi hivi, alisaini mikataba ya kuwabakisha wazungu bado wananufaika na rasilimali za South Africa. Nelson Mandela ndio sababu ya yote haya yanayotokea South Africa. Nelson Mandela. Leo wazungu ndio wanadominate ile nchi, kila kitu wameshika wao. Waafrika weusi wanapata shida. Sasa baada ya kuwa wazungu wamefanya ujanja kuachia serikali mtakuwa wenyewe weusi, lakini kila kitu wanashikilia wao ndio wanaendesha serikali ya South Africa. Basi serikali ya South Africa imekosa tatuo la kutatua tatizo matatizo ya South Africa katika uchumi, kielimu, kijamaa, matatizo ya ukosefu wa ajira. Wameshindwa serikali ya South Africa. Sasa kwa kuwa wameshindwa, ndio serikali ya South Africa inaepusha zile lawama kwa kusema kwamba wageni ndio tatizo. Hawa wageni waliokuja katika nchi yetu ndio tatizo, wanachukua ajira zenu. Ajabu yani kwamba raia wameanzisha kampeni kama hii, alafu serikali ya South Africa inashirikiana na raia eti kukamata wale wahamiaji haramu. Serikali ilikuwa wapi kipindi chote? Serikali ya South Africa inajua wageni wameingia. Ilikuwa wapi kipindi chote? Yaani leo inashirikiana na raia eti kukamata wageni. Na wanapokamata wanakamata wale wenye vibali na wasiokuwa na vibali, wote wanakamata. Na wanapiga wenye vibali na wasiokuwa na vibali. Kwa hivyo raia baada ya kuwa hawaoni suluhisho la matatizo yao, wanaamua kuwavamia wageni, kwamba hao wageni ndio tatizo. Wanachukua ajira zetu. Ajira zile zipi? Wanaenda wageni kukata nyasi kule, ndio ajira za South Africa hizo. Wanaenda wageni wanafungua biashara zao Vioxx kule, wanauza biashara. Wanaenda wafanya kazi viwandani, ndio wanachukua ajira za South Africa. Wakati hao South Africa wanawaachia makaburu ambao wao wameshika uchumi, kila sekta wameshika wao ya uchumi. Kwenye madini, kila kitu wameshika wao makaburu, wanawaacha, wanawavamia Afrika wenzao maskini. Kwamba hawa ndio wameleta shida, hawa wamechukua ajira zetu. Hili tatizo kubwa sana ambalo linaikumba Afrika kwa ujumla. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adilla. Hakika wafalme wanapoingia katika mji wanafanya ufisadi na wakandamiza wenyeji kuwa watu dhalili. Kule udhalili unaendelea mpaka leo, hakuna usawa wa kiuchumi South Africa. Licha kuwa anasema amekomesha sera za ubaguzi, apartheid police, lakini bado inaendelea ubaguzi wa Afrika, bado wanaliduni katika South Africa. Tatizo msingi watu wengi hawajui, linapelekea kuwa hivi. Dr. Muhammad al-Malkawi katika kitabu chake cha Economic Justice Between Islam and Capitalism anazungumza kwamba tatizo kubwa liliopo leo katika jamii, katika ulimwengu ni watu mabepari kutofahamu uchumi. Wamechanganya economic policy na economic system. Yaani wamechanganya sera za uchumi na mfumo wa uchumi. Tukisema economic policy, sera za uchumi, maana yake ni katika production ndio kunaingia sera ya uchumi, kuzalisha. Ni sera ya uchumi. Alafu economic system, mfumo wa uchumi, ni tofauti na uzalishaji. Mfumo wa uchumi kwa mujibu wa Uislamu ni kuhakikisha kila mtu anapata mahitaji ya msingi, anapata malazi, mavazi na chakula. Ndio sera ya uchumi wa Kiislamu. Economic system, mfumo wa uchumi. Lakini katika sera ya uchumi, economic policy, ambayo inadili na uzalishaji, leo inawezekana watu wakawa na shida ya mahindi, wana njaa mahindi, wanataka mahindi watengeneze unga wale ugali, mahindi hayo yanapelekwa kuzalisha pombe. Hii ni economic policy. Unaambiwa kuna shida, chakula hamna, mahindi hamna, lakini mahindi hayo yanachukuliwa yanaingizwa katika production ya pombe. Mahindi hayo yanachomwa barabarani watu watafune, badala ya kukusanywa na kugaiwa raia wasaje wapate chakula. Hii ni economic policy.
Kwa kuna tofauti. Dr. Al-Malkawi anazungumza difference between Islam between economic police and economic system. Ndio tatizo lililopo leo. Na tatizo la pili anazungumza kwamba mali nyingi duniani, mali ni nyingi. Allah anasema alam naj'alil ardha kifatan ahyaan wa amwata. Je, hatukuifanya kuwa ardhi yenye kutosheleza kwa watu waliokuwa hai na waliokufa? Manake ardhi ndani yake ina kila kitu kinachomtosha mwanadamu. Tatizo nini? Tatizo distribution. Tatizo ni usambazaji wa huduma na bidhaa. Anazungumza Dr. Muhammad Al-Malkawi ambaye ananukuu kutoka kwa Sheikh Taqiyuddin Nabahani. Tatizo ni usambazaji wa huduma na bidhaa, ni distribution. Hakuna uhaba wa rasilimali, lakini leo rasilimali wanakabidhiwa watu wachache, wanamiliki uchumi watu wachache, madini wanamiliki watu wachache, manufaa yafiki kwa watu. Ndio matatizo hutokea, watu wanakuwa na uchumi duni, maisha mabaya, maisha magumu. Kwa hiyo tatizo ni uchumi wa kibepari. Uchumi unaotawala maisha leo sio uchumi ambao unajali raia, sio uchumi unajali wananchi. Hii ni dunia nzima, sio Afrika. Ukienda hata Marekani utaombaomba kibao, lakini unaambia Marekani matajiri, lakini matajiri ni wachache tu. Wakina Elon Musk, wakina Bill Gates. Je, raia huku vipi? Kwa hiyo utakuta tatizo kubwa ni tatizo la kiuchumi kama anavyosema Dr. Muhammad Al-Malkawi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barrul karim. Al-Qasim alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ahlika tayyibin tahirin wa sahabatika al-mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Usiku maratan ukhra kama yanbaghi an usiya nafsi bi taqwa Allah tabaraka wa ta'ala ayuha al-ahibbatu al-akari. Na usia kama ninavyopaswa kuhusia nafsi yangu hiyo kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Tatizo linaendelea kwa wenzetu, ndugu zetu wa South Africa, kuwafukuza Waafrika wenzao ni uduni wa fikra. Na hizi katika hotuba yangu ya pili itakuwa ni nasaha kwa Waafrika wote, nasaha kwa Waafrika wote. Allah tabaraka wa taala kwanza alianza kuumba kalamu, kitu cha kwanza. Wanadamu ndio watu wa mwisho kabisa kuumbwa. Allah apomuumba mwanadamu amemuumba kwa lengo la kumwabudu yeye. Yaani sisi tumeumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah. Ulimwengu, wanyama na kila kitu kilichopo duniani, vitu hivyo vimeumbwa kutumikia sisi wanadamu. Kwa sisi tumeumbwa kumwabudu Allah lengo, lakini lengo la kuumba ulimwengu na vilivyomo, vitu vyote vilivyo duniani vimeumbwa ili vitutumikie sisi. Sisi tuvitumikie katika maisha yetu ya hapa duniani. Kisha Allah akasema lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Ni vya kwake Allah vote vilivyopo mbinguni na ardhini za Allah. Kwa kumbe ardhi ya Allah, mbingu ya Allah, dunia ya Allah, sio ya mtu. Tunajifunza nini? Kwamba ikiwa sisi vitu vimeumbwa kwa ajili ya kutumikia sisi, dunia, ulimwengu, bahari, mito, maziwa, misitu, wanyama, vimeumbwa kwa ajili vitumikie sisi. Na Allah hakuweka mipaka kwamba wewe mwisho wako wa kutumia mwisho hapa, mwisho Tanzania, mwisho Malawi, mwisho Kenya. Hapana. Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi, ametupa agizo tutembee duniani. Allah anasema huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, katika suratul Mulk. Allah anasema huwa alladhi, huwa dhamirul ghaibu, huwa alladhi, yeye ndio yule ambaye ja'ala lakumul arda dhalula, ameidhalisha kwenu ardhi, famshu fi manakibiha, basi tembeeni nyie, tawanyikeni kila pembe ya ardhi, kila pembe ya ardhi tawanyika, tembea.
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, na kuleni riziki zinazopatikana katika kila pembe ya ardhi. Pembe ya ardhi inaishia wapi? Pembe ya ardhi inaishia wapi? Inaishia nchi gani pembe ya ardhi? Pembe ya ardhi inaishia wapi? Kigoma? Inaishia Tunduma au inaishia Horohoro? Pembe ya ardhi inaishia wapi? Ardhi si ndio hii? Allah alisema ardhi inaishia wapi? Allah hapa aliposema ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, tembeni kila pembe ya ardhi. Pembe ya ardhi inaishia wapi? Ndio hii mipaka aliochora Uingereza mwaka 1884 huko katika Berlin Conference. Mipaka aliochora hawa koloni ndio hii. Allah ametuambia tutembee katika ardhi, tawanyike katika ardhi. Maana yake wewe unataka utembee duniani popote, utembee ukatafute maisha popote duniani, wala una haja ya kuojiwa. Una kibali? Una haja hiyo. Waloleta fikra za uzalendo ni wazungu, waloleta fikra za utaifa ni wazungu. Kuzaliwa sehemu fulani haina maana kwamba wewe ndio una haki sana na eneo hilo kuliko mwingine, haina maana hiyo. Allah anasema ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah anasema ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum, akasi tumeomba nyinyi, min dhakari wa untha, kutokana na mwanaume na mwanamke, waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, tukafanya kwa mataifa na makabila tofauti tofauti. Lengo nini? Litaarafu, mjuane, sio mbaguane. Kwa lengo la kuzaliwa eneo fulani na mwenzako kazaliwa eneo fulani ni kujuana tu, sio kubaguana. Sio mtu akija hapa Malawi unaanza yule Mnyasa tuchukua simu. Yule Mnyasa ana haki hapa kwa sababu yule katekeleza agizo la Allah, kaja kutafuta maisha. Allah anaposema famshu fi manakibiha, tembeeni katika kila pembe ya ardhi, wakulu min rizqihi, kuleni riziki zinazopatikana humo, tafuteni maisha. Maana yake leo unaambiwa wewe muhamiaji haramu hauna kibali. Nani kaweka sheria kuingia katika eneo fulani kwa na kibali? Ni wazungu wa koloni wameweka fikra za mambo ya nationalism, mambo ya uzalendo, mambo ya utaifa. Ni wazungu. Katika Uislamu hakuna fikra za uzalendo, hakuna fikra za utaifa, hakuna katika Uislamu. Hakuna ubaguzi katika Uislamu. Kwa hiyo ana haki mtu kutoka Kenya akaja hapa akatafuta maisha akawa tajiri, ana haki hiyo. Na wewe unayo haki ya kwenda Kenya, Uganda, popote Marekani, kwenda kutafuta maisha na uishi free, bila ya visa, bila ya nini, free. Lakini hawa wazungu wameweka hivi maksudi, wameweka mipaka, wameweka kila taifa wapate kuchota rasilimali. Kwa fikra za uzalendo sio fikra za Kiislamu kabisa. Hadithi zinakataa, aya zinakataa. Mtume anawaambia maswahaba, Aus na Khazraji walikuwa wanapigana kwa ubaguzi wa makabila. Mtume anawaambia dauha, acheni mambo ya ukabila na ubaguzi, fa innaha muntina, hakika mambo ya ubaguzi ya ukabila ya uzalendo ni uvundo, acheni. Unaona ujivunia uzalendo, mimi mzalendo, uzalendo haramu. Katika Uislamu hakuna uzalendo, hakuna kujivunia ukabila, utaifa hakuna. Kila mwanadamu ana haki ya kuishi popote, kwa sababu hii dunia ni ya Mungu, sio yako wewe. Ile South Africa sio yao, ile ya kila mwanadamu. Hii Tanzania sio yako, ya kila mwanadamu. Kwa hiyo Uislamu alitufundisha uzalendo, na ndio maana ukisoma sira ya Mtume utaona Mtume maswahaba zake kuna Bilali, mtu mweusi kutoka Ethiopia, alikuwa mtumwa lakini amepewa cheo kikubwa cha kuadhini. Kwani Mtume hakuwaona ndugu zake, hakuwaona Waarabu wenzie, lakini amempa Bilali mtu